Kuna chama mbadala cha walimu, na kuwepo kwa chama mbadala cha walimu ambacho kinahudumia walimu wale ambao wote ni wa serikali imepelekea kuwe na competition, na hasa kwa kweli ni competition ya kisiasa zaidi. Kumekuwa na power struggle kwenye trade union ya walimu, na inavyoonekana sura hiyo inakwenda mpaka ngazi ya kitaifa, sio kwa Ruvuma peke yake wala sio kwa Songea peke yake, kwamba unakwenda shule ya sekondari Maboseni au shule ya sekondari Peramio au shule ya sekondari Mfaranyaki, unakuta pale kuna viongozi wa trade unions wawili, mmoja ni chama cha walimu Tanzania na mwingine ni chama cha walimu hicho kingine ambacho kina urefu kidogo. Ile inaleta madhara sana katika utendaji kazi kwenye sekta ya elimu. Concentration haijakuwa tena kutetea haki na maslahi ya walimu, ila imekuwa ni kushindana fashion za kiuongozi, nani anapata wafuasi wengi zaidi. Nadhani tumekosea falsafa ya trade union. Trade union kwa asili yake ni kuunganisha nguvu za wafanyakazi popote wawe na sauti moja. Naomba nitoe wito kwa msajili wa vyama vya wafanyakazi Tanzania. Mimi nadhani atafakari mpya kama demokrasia hii ya kuanzisha dabo vyama vya wafanyakazi wa field moja ile ile, iwapo kuanzisha wingi wa vyama hivi kweli kunaleta tija au kunaturudisha nyuma. Lakini sisi tulioko kwenye field tumeprove kwamba unapokuwa na chama cha wafanyakazi shule moja ya sekondari au ya msingi, unapelekea ushindani usio na sababu, na wanaoumia ni watoto, na hivyo taifa linapoteza sana. La pili, nidhamu ya chama cha walimu nadhani ina mushkeli. Zamani chama cha walimu ilikuwa ni chombo ambacho kikitoa sauti nchi inasikilizia. Wamekutana walimu, wamekuja na azimio. Kwanza ni walimu wanafundisha watoto wetu, wanaandaa taifa lijalo. Alafu wamekutana mahali wana agenda serious, wanazungumzia kuhusu nchi, kuhusu elimu, kuhusu malezi, kuhusu maadili. Wakitamka walimu, nchi inaweza kusikilizia. Miaka hivi karibuni nadhani kuna mahali tumeteleza walimu. Tumekuwa waongeaji sana, na kwa hiyo imepelekea pengine kulewa madaraka. Nafikiri nadhani ni kulewa madaraka. Takumbuka miezi michache iliyopita baadhi ya viongozi wakubwa wa chama cha walimu walifika mahali hawawezi kuelewa au hawawezi kuheshimu maelekezo ya serikali. Waziri mwenye dhamana anatoa maelekezo, alafu mtu anasema hiki chama huru bwana, hiki chama huru kimesajiliwa, hatuingiliwi sisi. Mwalimu anateuliwa nafasi na mamlaka ya nchi, alafu anaweza kuthubutu kusema mimi huko siendi. Hiki chama cha aina hii chenye leadership ya aina hiyo ambayo inaweza ikahoji mamlaka ya dola, maana yake hakina falsafa tena wala hakina mwelekeo tena. Tumeshapoteza mwelekeo hicho chama. Niweza kueleza serikali kwamba wapo walimu ambao hawajapanda madaraja takribani kwa muda wa miaka 9 mpaka 13 hivi. Kwa hiyo tukaomba serikali iwape madaraja hayo kwa kuwaselelesha kutoka, yani kama huyu mtu alikuwa kwenye TGTSE anakwenda mpaka G, kwa hiyo anakwenda mfululizo, lakini kwa kawaida ilikuwa unakwenda baada ya miaka 3 daraja moja.
lakini sasa wameweza kuserereshwa kutoka daraja moja kwenda daraja lingine kama madaraja 3 mpaka 4 hivi.